Karibu sana mtazamaji katika channel hii ya kliniki ya afya ya mapenzi na Dr. Mahaba tokea Mwanza, na kuletea mada inayosema maneno magumu ya kumwambia mwanaume. Maneno magumu ya kumwambia mwanaume ili usiendelee kuteseka. Pendo katika Bwana, ninapokutana na shuhuda za mtu mwenye umri wa miaka 54, 55, anasema kwamba amefaidika na elimu yangu, najivunia na ana haki ya kuweza kuwasaidia watu wengine zaidi kwa kuletea shuhuda hizo ili uweze kuona ni jinsi gani elimu ni ya muhimu sana katika mahusiano ya kimapenzi. Huyu mama ana umri wa miaka 55. Ndoa yake ilikuwa mahali pagumu sana, na kipindi wakapitia miaka 3 hawajashiriki tendo la ndoa na mume wake, lakini akaja kugundua kwamba mume wake anachepuka, na uthibitisho ni kwamba alikuta kondom kwenye begi la mume wake. Alipomwambia mume wake, kwa nini unanisaliti, kwa nini unafanya haya mambo, mwanaume kasirika, akaenda akalala sebuleni. Baadaye wakaja wakapatana, lakini mwanamke akaona kwamba alikuwa ananifuatilia hapa, akaona agizie video kutoka kwangu zile jinsi ya kumnogesha mwanaume kitandani. Akaona labda kumbe mimi ndio nimemboa mwanaume wangu, ndio maana amechepuka. Naona huyu daktari anazungumzia masuala kwamba mwanaume ana maeneo 14 ya kumshikashika na kumnogesha. Yani agizie hizi video niangalie anayozungumza ni ya kweli au sio kweli. Akagizia, akalipa shilingi 10,000, nikamtumia hizo video, zikamletea matokeo mazuri ndani ya wiki 2. Sawa? Sasa leo kanitumia message. Kaniambia, daktari, namrejesha mafundisho yako haya yana faida balaa. Nasema mafundisho yako yana faida balaa. Akasema hivi, kwa muda toka nimeanza kupata video zako, nimejikuta kwamba mimi kwa sehemu kwenda mimi naanzisha tendo la ndoa. Mume wangu anafurahia kufanya tendo la ndoa, lakini mimi ndo mara nyingine naanzisha. Akasema kwa hiyo jana nikasema nikambana. Mwambie hivi, naomba niambie, kwani mimi ndo naanzisha siku zote? Kama unaona mimi, maneno aliyotumia ngoja niasome hapa, nimeandika. Sasa hivi, niambie kama mimi sina mvuto kwako, sina thamani kwako, nijue la kufanya. Unaweza kuona kama mimi sina thamani kwako, sina mvuto kwako, niambie nijue la kufanya. Unaweza kuona jinsi gani mwanaume ambaye alipoambiwa kwa nini unanisaliti na nini akakasirika akaenda kulala sebuleni, leo anaanza kumhoji mke wake. Anamwambia, mke wangu, sasa sisi ni wazee, haya mambo. Mume wake ana miaka 62 kuelekea 63, sawa? Sasa ni wazee na nini. Amesahau kwamba alishakamatwa kwamba anachepuka. Mwanamke akamwambia hivi, mimi na miaka 53, sawa, nahitaji hili tendo, nalipenda. Asema nalipenda. Sasa kama unaona mimi bwana sifai, niambie nijue la kufanya. Mwanaume ikapasa awe mpole kama bata. Akanyong'onyea, akamwambia, mke wangu, nimekusikiliza, nimekuelewa, nakupenda. Nitalifanya hilo unalotaka na zaidi ya lile ulikuwa unalitaka. Nimejua nimekosea sana, lakini sitaki ndoa yetu ifikie mahali pabaya. Ndio dada huyu ananipigia simu, anaongea kwa furaha kubwa sana. Nikamtumia offer ya video mpya WhatsApp. Nikamtumia video WhatsApp. Nikamtumia video mpya, akaniambia nashukuru kwa kuniongezea elimu. Unachotaka kusema nini? Na message nyingine ambayo nilikuwa nayo, ambayo nilipenda vile nilitaka niambatanishe kwenye mada hii. Nasikiza. Daktari, mimi ni mdada umri miaka 29, nimeolewa. Ndoa ina miaka 2. Mwanzoni tulikuwa wote tunapenda kufanya tendo la ndoa mara kwa mara. Yaani inaweza kufika hata mara 5 kwa wiki. Na mara nyingine katika siku moja tunaweza kufanya mchana, alafu tena usiku tena tukafanya. Sasa hivi daktari, ni mara 1 kwa wiki. Nimeanza kujisikia vibaya sana. Sijui kuna nini kinachoendelea. Jana nilimweleza ukweli wa moyo wangu. Nikamwambia, naona nimepoteza mvuto kwako. Ni kama mimi nakulazimisha tu kufanya mapenzi. Naomba tu uniambie. Je, labda unamisi mpenzi wako yule wa kwanza ambaye ulikutana naye ukasema kwamba ulikuwa unafanya naye kinyume na maumbile, ndio unamisi? Ndio maana mimi kwa sababu nimekataa kwenda kinyume na maumbile ndio maana ni hivyo? Daktari alikasirika na kujibu kwa ukali sana. Nikamuuliza, kama unilenganishi, je,
unaniona mimi ni mtamu kuliko yule wa zamani? Akakaa kimya na baadaye akasema, nimwache, hataki kuzungumzia haya mambo. Dokta, nifanyeje sasa? Unaweza kuona jinsi gani ilivyo. Kama alivyozungumza na nitasema tena hapa, mwanamke ambaye anapenda tendo la ndoa analipenda kwa sababu lina faida katika maisha yake. Mungu aliyeumba tendo la ndoa sio mwehu. Kuna faida kubwa sana katika tendo la ndoa pande zote mbili, kwa mwanamke na kwa mwanaume vile vile. Sasa utakuta mwanaume ana matatizo, anawahi kumaliza, alafu kurudia hawezi. Au kama mmoja mwingine amenitumia message, mbaya simu nimeacha mezani kule, anasema hivi, dokta, inakuwaje ninapokuwa na mwanamke nimesimamisha vizuri kwa kabisa, lakini nikiingia inalala ikiwa ndani? Inakuwaje dokta? Unaweza kuona jinsi gani ilivyo. Sasa mwanaume anajiona kabisa ana mapungufu, anawahi kumaliza au inalala ikiwa njiani, anashindwa kurudia, lakini hahangaiki hayo matatizo kuyatatua. Hapo sijaingiza una uume uliopinda au ni mdogo au ni mwembamba. Hapo sijaingiza hilo tatizo. Sasa mapungufu unayaona, lakini unafikiria kwamba mke wako amekubaliana nayo na kwamba hayamsumbui akili yake. Napenda kuambia kwamba unajidanganya sana. Unajidanganya sana. Sasa naposema maneno magumu ya kumwambia mwanaume, nasema hivi. Mwanamke mmoja akauliza katika tafsiri ya mada hii, akasema hivi, je, nimwambieje mume wangu kwamba anahitaji zaidi yale anayonifanyia? Mwingine akasemaje? Huyu mume wangu hajitahidi kuhakikisha kwamba ninafika kileleni. Mwingine akasemaje? Anasema sipati chochote kwenye tendo la ndoa. Sio ni faida yoyote kwenye tendo la ndoa. Yeye anafika kileleni, mimi sifiki kileleni. Kwa nini mimi sifiki kileleni? Kati yeye anafika kileleni. Kila tunapofanya tendo la ndoa, yeye anafika kileleni, mimi sifiki kileleni. Kuna faida gani ile tendo la ndoa? Unaona vilio hivi. Ninaposema kwamba mwanamke anahitaji maandalizi ya muda mrefu yasiyopungua dakika 14.8. Sasa wewe usiyejua kwamba mwanamke ana maeneo 17 na kila eneo lina ufundi wake, itakuponza sana. Katika ulimwengu huu wa .com, wanawake wana magrupu, wanaambiana uongo mwingi sana. Kwenye masaluni wanaambiana. Dada mmoja mimi ambaye nimemsaidia, ndoa yake na miaka 3, ni daktari. Tena sio daktari mdogo, surgeon, upasuaji, anaweza kupasua hata kichwa akaweka mambo sawa. Yuko ndani ya ndoa miaka 3, anasema katika miaka 3 nimefika kileleni mara hizi 4, haizidi mara 4. Anasema haizidi mara 4. Na ukimwona mwanaume very handsome, very handsome. Sasa mwanamke anambia, mwambie mume wangu kwamba nimwambie ukweli, sasa nimeshachoka. Nimemkamata huyu mwanamke, huyu daktari kamkamata mume wake anafanya mapenzi na mtu ndani ya nyumba yao. Huyu daktari ana biashara, kuna vile anaagizia kutoka China. Sasa kuna dada anayempokelea bandarini, anavileta pale nyumbani. Sasa dada kavileta pale nyumbani, kamkuta huyu mwanaume, wakaanza kutongozana pale, wakaanza kufanya mapenzi. Mwanamke kaingia kawafumania. Hiyo ndio kesi iliyomleta huyu dada kwangu. Ni daktari, surgeon. Sasa mwanaume alikuwa amesafiri kaenda Nairobi. Akaniambia, bwana, nikamwambia hivi, nataka niongee na nyinyi wote wawili mkiwa pamoja. Nikamwambia huyu daktari, huyu dada, sawa, ana miaka 29. Nikamwambia huyu daktari, nataka niongee na nyinyi wote wawili kwa pamoja. Akasema mume wangu amesafiri na vile vile sitaki kuongea naye uso kwa uso, sitaki. Nakupa namba yake. Nikamwambia kama nilio nilipa shilingi 20. Akanipa shilingi 20 bila shida. M-Pesa. Niongea na mwanaume. Akanipa namba ya mwanaume, nikamtumia message. Samahani, nimepewa namba yako na mkeo, ananiambia nataka niongee na wewe juu ya swala la ndoa yenu. Akasema kwani kuna nini? Nikamwambia mke wako anasema kwamba humfikishi kileleni. Akasema simfikishi kileleni. Akasema mbona mnaniletea mambo ya kijinga? Akaniambia chat zake ninazo mpaka leo. Hizo chat ninazo mpaka leo. Mbona mnaniletea mambo ya kijinga? Akasemaje? Alisema kutumia maneno gani? Alisema hakusema mnaniletea maneno ya kijinga, akasema lakini maneno yanayofanana na sikumbuki alikuwa anasemaje, lakini akasema mnaletea maneno ya kijinga sana. Yeye mbona nikifanya naye mapenzi ananiambia kwamba amefika kileleni? Hakujua kwamba alikuwa anadanganywa, alikuwa hajui.
Kama nilivyozungumza, 67% ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni, kumbe hawajafika. Sawa? Akaniuliza, kwanza wewe ni mwanaume au ni mwanamke? Akafikia mimi ndo namtia mke wake. Nikamfikisha kileleni, akafikiria akaona kwamba analinganisha mimi na wewe. Akaniuliza, hivi wewe ni mwanamke au ni mwanaume? Wakati picha kwenye profile yangu aliona ni mwanaume. Lakini basi nikamwambia bwana, mimi ni mwanaume. Nikamwambia mwanaume, namwambia ni mwanaume na umri wa miaka 62. Niko Mwanza. Akasema sasa kama sifikishi kileleni nifanyie nini sasa nifanyie? Yeye mwenyewe ananiambiaga, akasema hivi, nikamwambia hivi, alikuwa anakudanganya siku hizo zote. Alikuwa anakudanganya. Sasa kutokana na kwamba ulimsaliti, sasa hivi anaona kwamba inakuaje kumfikisha kileleni umfikishi, alafu unaenda nje ya ndoa. Inakuaje? Haielewi. Hataki kuvunja hii ndoa, lakini anataka kwamba aone faida ya kufanya ndoa na wewe. Unaweza kuona jinsi gani ilivyo? Nikamwambia hivi, sasa nifanyaje? Akasema nifanyaje? Nikamwambia hivi, kuna video maalum ambazo unaweza kufundisha jinsi ya kuweza kumsaidia mwanamke afikie kileleni kwa urahisi. Kuna video maalum. Nikamwambia lakini gharama yake shilingi 10,000, kama unaweza kulipia naweza kukutumia kwa njia ya email. Akasema kama ndivyo mwambie yeye alipie hiyo hela. Sawa, mwambie yule dada akalipia hela, nikamtumia hizo video. Yuko Nairobi. Amerudi, anakuja. Sawa, anarudi nyumbani. Hakuanzisha ugomvi kusema hivi, kwa nini unanishitamia vibaya? Hakuanzisha ugomvi. Akaona ngoja nitumie hii elimu niliyoipata niangalie. Sawa, akaona elimu ni moja. Sasa kesho yake ananiambia, daktari, kweli nilikuwa simtendei haki mke wangu. Yaani jana amefika kileleni mara 4. Alafu maji yalikuwa yanaruka kama mpira uliotobolewa. Alikuwa maji yaliradio. Nikamgeukia mwanamke kuthibitisha anaambiwa ni kweli. Nikamwambia bwana, nimeambiwa hili hapa tena nika screenshot nikamtumia mwanamke. Nikamwambia akasema naye mjinga, anakuambia yote ya nini? Ni kweli tu. Unaweza kuona jinsi gani ilivyo? Unaweza kuona. Sasa nataka kukuambia hivi. Mimi nikwambia hivi. Kuna wanaume ambao ni wajinga. Wanaambiwa ukweli, alafu anaambiwa kama hivyo katafuta na kufikisha kileleni. Katafuta, anakasirika. Badala ya kuongea naye nifanyie. Hebu fikiria huyu kaka. Historia yako vile vile. Yuko ndani ya uchumba. Uhusiano sijui na miaka 2 sijui mingapi, sikumbuki, ni historia ya zamani kidogo. Anamuuliza girlfriend wake, hivi toka tumeanza kufanya mapenzi nimeshakufikisha kileleni mara ngapi? Girlfriend wake akamwambia aje mara 1. Wanaume akaumia. Mara 1 tu, mara zote tumeshafanya zaidi ya mara 15. Mara 1 tu. Akamuuliza hivi siku hiyo niliyokufikisha kileleni nilifanyaje hata ukafika kileleni? Mwanamke mwambia mimi mwenyewe sikumbuki. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani? Maana asingeuliza swali, asingejua ukweli. Na kama asingejua ukweli, mke wake angeliwa nje. Angeliwa nje. Sasa watu wengi mmeboteka. Unajiona kwamba mambo yako shwari. Nampa shilingi 50,000 kila siku. Nimemnunulia gari. Watoto waenda shule ya bei mbaya, anakula keki kila siku, kuku kila siku hapo kwenye friji wamejaa tele. Mama yake nimemsaidia, nimemjengea nyumba. Unajiona mjanja. Watakula wajanja. Utaolea wengine. Utapewa mtoto sio wako. Sasa mzungumzie maneno magumu ni kwamba mwanamke, tafuta maneno ya kumwambia mwanaume, usirizike na kutokufika kileleni. Na usikubali kwamba wewe sio mtamu. Utamu unao. Sawa? Usikubali kwamba labda mimi sio mtamu. Video ninazo za kufundisha jinsi ya kuwa mtamu. Na video zaidi ya 50 za kufundisha kuwa mtamu. Unalipia shilingi 10,000. Tuwasiliane, usibakie mbumbumbu. Hii dunia imebadilika sana. Swala la kusema kwamba wanaume ndivyo walivyo, hawezi kutulia mwanamke mmoja, sio kweli. Ninao shahidi wa wanaume waliokuwa wanachepuka na wameamua kutulia sasa. Ninao ushahidi huo. Angalia page yangu ya Instagram na kuwekea hapo chini page yangu ya Instagram, ingia hapo uone screenshot za watu ambao wamebadilisha ndoa zao na kuzifanya kuwa mpya. Hii ni Kliniki ya Afya Mapenzi. Kama unaangalia kwa mara ya kwanza, jisajili ili nitakapoweka video hii mara nyingine tena uweze kupata taarifa haraka sana. Waambie marafiki zako kwamba yuko Dr. Mahaba anaboresha ndoa kwa kiasi kikubwa sana. Huyu mama ambaye nimemsaidia, ambaye ameleta mada hii, ameniambia daktari, sitaruhusu binti yangu aolewe bila kupata mafundisho kutoka kwako. Ananiambia hivi, anasema nitakuita kwenye kitchen party. Mama akaniambia nitakuita kwenye kitchen party utoe mafundisho.
ni muhimu sana. Anasema najuta kwa nini sikukujua mapema. Mama wa miaka 53 anakiri wazi kwamba anajuta. Hii elimu ni ya muhimu sana. Usikae kimya, inuka, uangaze. Bye bye.